ambapo kama kawaida tunaangazia masuala ya elimu. Hii leo tukizamia swala zima la fasihi ya kisasa na maadili. Tunajadili hili kutokana na hisia mseto ambazo zimeibuka katika siku za hivi karibuni kutokana na mchezo wa kuigiza ambao umezua utata wa mitandaoni wa shule ya wasichana ya Butere kwa jina Echoes of War. Na tunauliza swali, fasihi ya kisasa inaendana na maadili au kidogo maadili yamepotoka? Hapa studioni ninao wachanganuzi na vilevile wataalamu. Yupo karibu na mimi kabisa mwelekezi wa michezo ya kuigiza ni Moses Okech. Karibu sana Okech studioni. Asante sana Andren. Ameketi mwisho Jasper Ondimu ambaye ni mwalimu wa fasihi. Karibu sana bwana Ondimu studioni. Asante, nashukuru. Na nitakuwa naanza nawe kama mwalimu wa fasihi, maanake tunaangazia fasihi ya kisasa na maadili. Fasihi imekuwepo kwa muda mrefu, lakini mambo yanaenda yakibadilika kadri muda unavyoyoyoma, kadri miaka inavyozidi kwenda. Na tunaona mabadiliko katika jinsi ambavyo fasihi inatumika katika jamii. Na tunajua kwamba fasihi ni kioo cha jamii. Lakini je, fasihi ya kisasa kidogo inapotosha au inanyorosha? Mwanzo nashukuru kwa kunipa mwaliko hapa studioni. Umetaja kuwa fasihi ni kioo cha jamii. Ukiangalia mambo yalivyokuwa zamani, kidogo yamebadilika na jinsi ambavyo mambo yalivyo sasa hivi. Changamoto ambazo kizazi cha sasa hivi kinapitia ni tofauti na changamoto za kizazi cha zamani. Vile vile pia ukiangalia uongozi ulivyokuwa zamani ni tofauti na uongozi ambavyo ulivyo sasa hivi. Ukiangalia kwa mfano zamani kulikuwa na ule utawala wa kiimla wa viongozi ambao walikuwa wanaongoza taifa la Kenya ama mataifa barani Afrika. Sasa wakati ule utapata waandishi ambao waliandika vitabu nyakati zile za uongozi wa kiimla walitumia mafumbo sana. Kitabu kama vile Shamba la Wanyama kiliweza kuandikwa kuweza kuakisi uongozi mbaya uliokuwa wakati ule, kwamba wale waandishi wakawa hawawezi kuwasilisha ule ujumbe moja kwa moja kwa sababu ya athari ambazo zilikuwapo. Na tuliona kwa mfano kina Ngugi wa Thiong'o, tukaona waandishi kama Katama Mkangi waliweza kupita matatizo mengi kutokana na kazi ambazo walizokuwa wakiziandika. Nafikiri kadri muda unavyokwenda kumekuwa na uhuru wa kujieleza, kwamba mtu anaweza wakati mwingine akaandika mambo moja kwa moja, na mambo hayo utaweza kuona kwamba viongozi walioko madarakani sasa hivi hawajaweza kupendelea mbinu ile. Si kwamba fasihi kuna utovu wa maadili, hasa tunapoangalia michezo ya kidrama ambayo ikifanyika, vitabu ambavyo vinaandikwa yanaakisi mambo ambayo yanafanyika katika jamii. Lakini nafikiri viongozi ambao wapo madarakani hawataki kukosolewa, hawataki wanafunzi waweze kuakisi mambo ambayo yanafanyikia jamii kwa sasa. Kwa hivyo nafikiri mimi ni viongozi ambao nahisi wamehisi kwamba wamefinywa. Naam. Na umetaja vizuri sana, kuna ule uhuru wa kujieleza. Naam. Kwa hivyo mipaka yake i wapi? Mipaka ya uhuru wa kujieleza ipo kwenye katiba ya Kenya. Kwa mfano naambiwa kwamba samahani, huwezi kutumia kazi za fasihi kama propaganda, kueneza propaganda, matamshi ya chuki, ile tunasema ni hate speech. Huwezi ukatumia propaganda kuwatusi watu, huwezi kutumia fasihi katika kuwatusi watu. Lakini pale ambapo wanafunzi, kwa mfano ukiangalia ile michezo ya Butere Girls, ukiona pale walikuwa wanasema must go, wanasema haifanyi kazi. Kwa hivyo sidhani kwamba ama kwa mtu yeyote kwa kweli ambaye anazamia masuala ya fasihi hawezi akasema kwamba kulikuwa na utovu wa nidhamu. Nafikiri pengine utovu wa nidhamu ulitokana na wale ambao waliwarushia vitoza machozi pengine. Lakini wanafunzi wao nafikiri siwezi nikasema waliweza kuvuka mipaka. Lakini kidogo tu kabla sijamshirikisha mwelekezi hapa wa michezo ya kuigiza, mwalimu umetaja vizuri kwamba mipaka ipo kwenye katiba na kwamba fasihi haistahili kutumika kueneza propaganda, kueneza chuki. Lakini mchezo wa kuigiza wenyewe ambao tunauzungumzia, umetaja vizuri kwamba ulikuwa unasema must go, sijui kasongo. Je, katika fasihi, uandishi, mtu anapoandika mchezo wa kuigiza, basi
swala kama hili la uenezaji wa chuki, propaganda, kidogo kuna vile unajitokeza. Na kusema la kweli Andrin, ukiangalia mchezo mzima ulikuwa unazungumzia pia ahadi ambazo zinatolewa na viongozi. Kwa mfano tunajua kuna viongozi hapa nchini Kenya ambao wamezoea kutoa ahadi ambazo hawazitimizi. Kwa hivyo wakati ambapo wanafunzi wanasema must go, wakati ambapo wanasema must go, nafikiri Kenya nzima sasa hivi ni kama hiyo ndio kauli mbiu. Kwa hivyo si jambo ambalo ni geni. Ni jambo ambalo limezoeleka katika jamii. Na pia hayo si matamshi ya chuki, na pia hiyo si propaganda. Propaganda ni matamshi ambayo ni ya uongo na yanalenga kuwapotosha watu. Kwa hivyo kutokana na ule mchezo, kusema la kweli, na ndio maana hata ukiangalia wale majaji ambao walikuwa pale kwenye sub county, ukiangalia pia regional, waliona hakuna tatizo na mchezo huo. Nafikiri serikali inakuja, ni kioo tu cha jamii. Ni kioo cha jamii. Kwa hivyo tukisema kwamba pengine mchezo unaeneza chuki na kadhalika, basi vipi hawa ambao wanasema haya maneno, ambao wanatoa ahadi za uongo? Ni jambo ambalo si nzuri. Naam. Asante sana. Nije kwako kama mwelekezi wa michezo ya kuigiza, labda tuzungumzie kazi zenu na changamoto ambazo mnapitia haswa katika karne hii ambapo masuala yamebadilika, mambo yamebadilika, uhuru wa kujieleza umekuwepo, lakini kumbuka kuna mipaka kabisa kwenye katiba. Kwa hivyo inakuwa vipi wakati ambapo unafanya kazi yako, ndio una ule uhuru wa kujieleza, ndio, lakini je, kuna mipaka ambayo haustahili kupita? Asante sana Andrin kwa nafasi tena. Wakati ambapo tunasema kuhusiana na masuala ya maadili, ambapo kila mmoja ambaye ni mwandishi ama ni mtayarishaji ama pia ni muigizaji, wakati ambapo wanaandaa mambo yao, kuna heshima ambayo unaipa kazi yako. Mwanzo kabisa kusema kwamba kuna ile hali ambayo inafika wakati ambapo kazi yako imevuka mipaka kidogo, inamaanisha kwamba itakunyima ile uhuru wa kuweza kutengeneza kazi yako. Lakini changamoto kubwa ambayo sisi kama waandalizi, waelekezi ama wale ambao wanafundisha hawa watoto, inakuwa vigumu sana kuweza kuwaweka kwa the safe space ya kuunderstand ya kwamba mchezo huu unalenga kitu fulani, unalenga jambo fulani, una nembo fulani ya kuweza kupitisha. Kwa kutaja vizuri kwamba uliposema kwamba maadili yanapotea kwa njia hii. Iwapo mimi ni mwelekezi, mimi ni mwandishi na nimeandika kazi yangu kupitia njia fulani, kisha sisi waelekezi tunakuja kuweza kuipa sasa nguvu zaidi ama uhai zaidi. Wakati ambapo ninataka kuipa creativity hapo, mwandishi anasema kwamba hapana, mimi kazi yangu inapaswa iende kwa safari fulani. Hivi ndivyo inapaswa ielekee. Kwa hivyo inakuwa changamoto kuweza kuibua ile hali yako ya ujuzi na kuitengeneza. Hapo ndipo changamoto ya kwanza inatokea. Na pia changamoto ya pili ni kwamba wale wanafunzi ambao unawafundisha, yes, they want to ingest this. Wanataka kuweza kuingia katika hiyo uigizaji. Lakini design ya kupresent, njia ya kuigiza inakuwa tofauti kando na jinsi ilivyoandikwa. Naam, shukran. Wacha tupate kusikia kutoka kwake mwandishi wetu wa kaunti ya Kisii, Kombo Alfayo. Naelezwa kwamba yuko kwenye line, atakuwa anazungumza labda na waelekezi wengine wa michezo ya kuigiza, waigizaji wenyewe kutoka katika gatuzi hilo. Kombo, iwapo unanipata habari za sasa? Sijambo kabisa Andrin Kilemi, na kupata vyema kabisa kutoka katikati ya mji wa Kisii, ambapo ukiangalia tu mandhari, hali ya anga leo imeweza kukubali. Lakini niko na baadhi ya waigizaji tajika kutoka eneo hili la Gusii, hasa Nyamira na Kisii. Tutakuwa nazungumza nao watueleze, je, wao wanahisi kwamba maadili, kutumizi wa watoto katika fani hii ya sanaa, je, hasa ukiangalia kwamba mchezo ule wa kuigiza kama ule wa Echoes of War, je, unaleta maadili gani kwa wanafunzi au watoto wadogo? Katika jamii, jina langu ni Mwalimu Obino Nyambane, ni msanii, tena nilikuwepo Nakuru. Katika jamii, watoto ni nguzo, na chochote tufanyacho lazima tujue kwamba watoto wanatazama, haswa watoto wa siku hizi ambao ni wa CPC. So we cannot alienate them from the position of watching and acting. Na tunapo act, watoto pia wanataka kuact, you cannot stop them. Alafu kufunzwa, hawa watoto wanafunzwa na kila mtu. Huwezi sema
ati huyu ni mwanasiasa, huyu aachie mwalimu peke yake ama aachie nani peke yake. Jamii ni jamii. Every member of the society counts in educating and inculcating things into our young people. So my take is tuache watoto wafunzwe na walimu na kadhalika wafunzwe na wengine. Tukiangalia michezo ya kuigiza kama hii inaendelea, there are people who have been there who are in government, like Itumbi was our student, Chipukizi, they were directing plays from Central. So what makes the Butere one more unique? I think we should stop politicizing. Even if a politician writes a script, he's a member of the community. Let kids be given the freedom to do what they can, because hata ukiwakataza sahi, they are growing into this community. They are part and parcel of us. Hao ni sisi, ni wetu. Na asante sana. Pia tuweza kupata vile vile mwigizaji tajika kutoka eneo hili la Gusii, songa hapa mbele, vile vile ni mwelekezi. Je, wewe upande wako unaonaje utumizi wa wanafunzi, watoto wadogo? Vile vile umekuwa ukiweza kutoa filamu ukitumia watoto. Je, wewe uliona ni kipi au ni vigezo vipi vinatukana? Kwanza vile ametaja, mimi naitwa Steve Momanyi ama Usoro the actor kutoka hapa Kisii. Na utumizi kwa wanafunzi ama utumizi wa wanafunzi ama watoto si jambo geni, especially tukisema sasa kama tunaenda extreme, si jambo geni. Kwanza tukiangalia 1976 pale South Africa, the famous Sarafina, ni wanafunzi walitumika kuanzisha ile the liberation journey. So students are part and parcel of this. Na ni vile tu pengine wanasiasa wetu ama government imelala haijui hata yale ambayo wanafunzwa pale shuleni, kwa sababu ukiangalia set books, vitabu vyote tumesoma hadi vinavyotainiwa sasa hivi. Ukiangalia kama vile Parliament of Alls, Inheritance, na vile tulifanya kama nyingi zimekuwa zikiongelea siasa na uongozi mbaya. Hawa wanafunzi tayari wanajua. Kwa hivyo tukisema hili ni jambo kama uigizaji ama art, ni kitu ambacho kinafanywa na kufunzwa shuleni, tunataka hawa wanafunzi waingie kwa industry gani? Industry hapa nje tunataka watu ambao wako tayari kutumia art kama kioo cha jamii. Kwa hivyo kuwakataza leo kwamba wasiende head on na bad governance or something that they feel that should be addressed, ni kusema kwamba wanafunzi wetu hatuwatayarishi for the real market. Anampenda tuweze kupata naye mwanadada, tumpe fursa. Je, unahisi kwamba michezo hii ya kuigiza ambayo wanafunzi wanapewa, je, imeweza kupitiliza yale maadili ambao wanafunzi wanafaa kupewa, ama itakuwa inawapotosha? Je, unahisi wanatumika vibaya? Hapana, kwa majina yangu ni Frida Nduso ama Kuamboka. I am an activist, an actress and a singer in Kisii County. Kujibu swali lako ni kwamba wanasiasa wanafaa waelewe ya kwamba siasa yenyewe is a form of art. Okay? They use public speaking, dramatization to do what is called mass seduction. They are actors, just on a grand scale, more than the What are your academic goals and aspirations? Mount Kenya University is here to enable you achieve your goals. I'll be taking you through this introductory part. You can study online through our electronic learning. We also assure you of timely completion of your studies, as well as give you a wide range of academic programs to choose from. Ready to blend academics, talent, and extracurricular activities? Enroll with us today. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. The machinations, the red tape, the hardball, the shame, the glory, the secrets, the covert, the overt, the good, the bad, the ugly, the wins, the losses, the squabbles, the treaties, the twists, the turns, the tenders, the contracts, the game, the drama, the spats, the dossiers, the scandals, the naked truth. Even their clandestine meetings.
Everything you ever wanted to know, now you'll know with a new boldly reimagined and revamped Star. Grab a copy of the Star because smart people read the Star. Gurudumu ya life involve mood za kawaida, lakini ushindi mkubwa sio kawaida. Jitose ndani ya Mozart Casino Jackpot. After kila spin, kuna chance ya kuwin. Spin popular games kama Lucky Ladies Charm, Explore Mysteries, A Book of Ra, and many online casino games upate chance ya kuhit Mozart Casino Jackpots zikiwemo Bronze, Silver, Gold, Platinum na the biggest Diamond Casino Jackpot. Kila moja ni mshindi kila mahali, uwe vijijini, mashinani au mtaani mjini. Mozart Casino Jackpots. Zungusha gurudumu la furaha. Kuwa mshindi. Mozart Bet. The Qinchuan Emperor has 11 sons, but the 8th prince died young, so there are exactly 10 princes together. I have a plan for how to assign the girls, but there's still one left. You don't want to? Untie me right now! You're a bunch of... Let me go! You don't understand. Our Prince Shang, he has been through so much. How dare you drink my tea? This selection, there are many beauties from each state. It's a pity Princess Yuanxing of Sichuan didn't come. She's a beauty among beauties. You're the boss. How can an employee let the boss sleep on the couch? I don't think a boss would want to share a room with an employee. Karibu tena mtazamaji, shukran kwa kuzidi kufuatilia kipindi hiki cha TV47 Matukio. Utatuia radhi kidogo tu kwa mushkil ambao tumeshuhudia kabla ya mapumziko hayo mafupi, lakini si neno. Tumerejea tena, tunazidi kuangazia maadili na fasihi ya kisasa na jinsi ambavyo waandishi na waelekezi wa michezo ya kuigiza wanavyotumia sanaa yao katika jamii kama kioo cha jamii. Na hapa studioni ni kukumbusha kwamba tunaye mwelekezi wa michezo ya kuigiza. Karibu na mimi kabisa ni Moses Okech, na mwisho ameketi Jasper Ondimu ambaye ni mwalimu wa fasihi. Na labda nikirejesha kwako Moses, kuhusiana na jinsi ambavyo waandishi wanavyotumia kazi yao kama kioo cha jamii, kwanza kabisa kuonyesha maumivu, labda mshtuko, au jinsi ambavyo alivyokuwa akizungumza hapa mwalimu Jasper Ondimu kuhusiana na ahadi wanazotoa viongozi wa kisiasa. Kwa hivyo tunapozungumzia kazi hizi na jinsi ambavyo waandishi na waelekezi wa michezo ya kuigiza wanavyotumia sanaa hii, labda tuzungumzie ni kwa njia gani wanatumia sanaa yao kuonyesha mambo ambayo yanatukia katika jamii. Kweli. Wanasema kwamba fasihi inasaidia sana yule ambaye hawezi ona, hawezi sema, kupata angalau uwezo wa kuiona ama kupata mtazamo halisi wa matukio hayo. Vile vile unaposema kwamba ikiwa jamaa ambaye hawezi ona atajuaje ama atajua namna gani kwamba yule mhusika ama yule muigizaji analia? Ikiwa hawezi sikia, atajua namna gani yule muigizaji anataka kusema naye. Bila shaka kuna tokea tashwishi, lakini kama wewe ni muigizaji, kama wewe ni mkufunzi pengine wa masuala ya uigizaji, ikiwa kitabu changu ama maandishi yangu yamesema kwamba mhusika yule anapaswa kutoa hali fulani ama anapaswa kuportray particular character, hakuna haja ya kuweza kuexaggerate. Usifanye kana kwamba inakaa kulia na inakaa kucheka, inakaa kuweza kuleta ubunifu fulani ambaye haiko imeandikwa kwenye kazi yake. Kwa hivyo ili kuweza kupata mtazamo halisi,
waelekezi wanakuja na kanda ile ambayo ilikuwa imeandikwa, pengine kazi ya mwandishi ambaye alikuwa ameitoa, alafu kisha moja kwa moja kuna ile hali ya kushirikiana. Mwandishi wa kitabu hicho na mwelekezi wa kazi hiyo ya uigizaji wanapaswa kufanya kazi kwa pamoja ili kuweza kutoa ile hali halisi ya kazi hiyo. Pia kuna mhusika hapa ambaye sasa tunamuingiza ambaye ni mwanafunzi ama mwigizaji yote yule. Pia yeye anapaswa kuja karibu sana, apate kuelewa hali ile, apate kuelewa sifa za mhusika huyu. Manake wewe ulikuwa umemwelekeza kwamba huyu jamaa anapaswa kuwa kiongozi ambaye ni mpotovu, kiongozi ambaye anatesa watu, kisha mwigizaji anakuja jukwani anaanza kufanya mambo yake. Kwa hivyo hatutapata picha kamili ya kuweza kupata kwamba huyu mhusika ambaye ni kiongozi anawatesa watu. Kisha Andrin, kuna swala la maadili ambapo iwapo mhusika huyu alikuwa ameelekezwa kwamba ana maadili fulani, maadili ambayo ni mema. Sisi kama waelekezi tunajaribu as much as possible kuportray hiyo character on stage. Tukija tuanze kama vile alivyosema mwalimu, propaganda itaonekana dhahiri shairi. Manake kuna maadili ya kuandaa kazi, kuna maadili ya uigizaji, kuna maadili ya uelekezi. Naam. Shukran sana. Mwalimu Jasper Ondimu, tulipoanza mdahalo huu ulitaja swala moja kuhusiana na jinsi ambavyo waandishi au hawa waelekezi wa michezo ya kuigiza wanavyotumia sanaa yao kuonyesha masuala ambayo yanaendelea hapa katika jamii. Na kile ambacho bila shaka kimetuleta hapa studioni hii leo ni mchezo ule wa kuigiza ambao ulikuwa umeandikwa naye aliyekuwa seneta Cleophas Malala na ambao bila shaka umezua utata mitandaoni na popote pale katika taifa hili la Kenya. Lakini kando na michezo ya kuigiza pia kuna mashairi. Kwa hivyo tunapotumia mashairi kwa masuala ya kisiasa, tunawafunza nini watoto wetu pale shuleni? Naam, asante Andrin. Katika masuala ya sheria kuna dhana ambayo inaitwa evolving capacities, yani ambayo inarejelea kwamba watoto hawa ambao tunafikiri kuwa hawaelewi siasa, kwa kweli wanaelewa siasa na wapo hapa nchini Kenya, wanajua mambo ambayo yanaendelea kutoka kwa viongozi wao, kutoka kwa kila mtu, yani masuala yote katika jamii. Kwa hivyo wanafunzi hawa wanaelewa na ni vizuri pia wanafunzi hawa ambao ndo tegemeo la kesho, watakuwa wanapiga kura mwaka wa 2027, pia nao waonyeshe maoni yao kuhusiana na jinsi ambavyo taifa linaendeshwa. Tusije tukawa ni watu ambao ni waoga kuweza kukemea maovu ambayo yanafanyika katika jamii. Na mnaelewa kwamba wanafunzi pale shuleni wakianza kuingilia masuala ya siasa, basi panaweza pakawa na mchafukoge pale. Lakini sote tu wadau katika hili taifa letu la Kenya. Ukiangalia awali nilikuwa nazungumzia baadhi ya waandishi ambao walikuwa na juhudi za kuandika mashairi, kuandika vitabu vya fasihi ambavyo vilichangia uongozi bora katika jamii. Kwa hivyo ikiwa mashairi haya ambayo wanafunzi wanagani au kukariri, ikiwa vitabu hivi ambavyo wanafunzi wanaandika ama kusoma, michezo hii ya drama ikiwa inaandikwa kwa lengo la kuboresha uongozi katika taifa letu la Kenya, basi mimi sioni haja ya kuweza kuwakanyagia chini hawa watoto. Nafikiri pametokea nadhani ambapo utapata hawa ambao ni waelekezi pale, pengine wanakuja pale skuli, wanaangalia jinsi mchezo ulivyo, jinsi ambavyo imesemekana na aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala, kwamba sasa baadaye alikuja akatia vitushi pale kama vile must go na kadhalika. Nafikiri pia watoto hawa wasije wakatumiwa kama chombo cha kupigana siasa katika taifa letu la Kenya. Lakini ikiwa ni kukemea uongozi ambao ni katili, kukemea ahadi za uongo, kukemea maovu katika jamii, tunaunga mkono. Lakini pia tuwe na tahadhari, basi isije ikawa wanasiasa wanatumia mbinu hii kuweza kulipiza kisasi. Tutakuwa tunawakosea hawa wanafunzi, kwa sababu wanafunzi hawa wao hawana hatia. Wao wanataka taifa ambalo ni taifa bora. Kwa hivyo ikiwa watatumika na wanasiasa
basi hapo tutakuwa tunapoteza dira. Naam. Moses, kuna hili ambalo limeibuka kuhusiana na akina nani wana jukumu la kuwaelekeza wanafunzi shuleni, haswa wakati ambapo kuna michezo ya kuigiza kama vile ambavyo tulishuhudia kule Nakuru. Na ikawa kwamba kuna mjadala kuhusiana na iwapo ni walimu ambao wako chini ya TSC au ni mtu yoyote tu kutoka nje ambaye anaweza akaja shuleni na kwa sababu ana talanta akawafunza watoto wale, akawaelekeza watoto wale. Katika tasnia hii yako, labda tueleze umeifanya kwa muda gani na hali imekuwa vipi? Wewe binafsi ni mwalimu, iwapo wewe si mwalimu, umepata nafasi kuingia pale shuleni kuwaelekeza watoto hawa, na hali imekuwa vipi? Na ikiwa anakiuka sheria. Huenda ikawa unakiuka sheria. Kweli kabisa. Andrew, swali hilo ni bora manake wengi waelekezi wamejitokeza na wengine tu ni ile hali ya kujua kwamba pia mimi naweza igiza, naweza simama mbele ya wanafunzi, mbele ya jukwaa na niwaelekeze. Nimefanya kwa muda mwingi. Sasa sema mimi nimetoka kwa TSC, pengine niko na nafasi kwenye TSC, lakini hali hiyo pia inaibua hisia manake if you've listened of course to the contents zenye watu wana produce, kila mmoja ana nafasi yake, kila mmoja ana nafasi yake kuweza kuwa na talanta yake na kuwa na uelekezi wake. Almuradi kwa miaka 6 ambazo nimeweza kufanya, hivi sasa tunavizungumza drama festivals zinapofika ukingoni, mimi kama mwandishi wa habari, mimi kama pia mtayarishaji na mwelekezi, tunaona siko kwa TSC lakini unapata fursa kuingia shuleni kuwaelekeza, kwa sababu pia wewe tukikupatia nafasi sasa hivi uko na uwezo wa kuweza kuelekeza wanafunzi kupitia masuala ya uandishi wa habari. Sio kwamba wewe ni mtu wa TSC wa uandishi wa habari, bali wewe ni mwanahabari wa runinga ya TV47. Kisha shule fulani inakualika, manake tumekuona umebobea, wewe ni bora katika kazi hii. Kwa hivyo njoo wasaidie, manake tumeona kazi yako. Vile vile kwa hivyo hilo linafanyika. Na tukianza kusema kwamba kuna ile hali ya kwamba TSC inapaswa kukusaidia uweze kufika katika hizo ngazi, inamaanisha pia kuna baadhi ya watu ambao tutaweza kuwa tunawaumiza. Kuna wale ambao indeed they are capable to do this. Kuna wale walimu ambao wangependa kulifanya, lakini kazi yao si ya kufanya fasihi ama sanaa. Kazi yao ni ya kufundisha, na labda pia muda haupo. Haya, tutakuwa tunarejelea hilo tupate kusikia, manake najua ni swala ambalo limeibua hisia mseto wa ni nani haswa ana jukumu la kuwaelekeza watoto hawa, iwapo ni mwalimu wa madarasani au ni mtu kutoka nje ambaye ana talanta, kwa mfano wewe, mfano Malala na mwingine yoyote ambaye ana jukumu la kuja pale shuleni kuwaelekeza watoto. Lakini kwa sasa tuelekee Naivasha aliko mwandishi wetu Willy Dennis Njiru. Dennis, Naivasha kuna semaje? Hapa studioni tunajadili fasihi ya kisasa na maadili. Tunaangazia jinsi ambavyo fasihi inatumika kama kioo cha jamii. Hapo Naivasha wanasemaje? Asante sana Andrin Kilemi. Bila shaka nchi ama wanadamu hawezi kuishi bila fasihi, na mambo mengi tu ambayo yamesemwa na vijana ambao tutakuwa tukizungumza nao ambao pia ni wasanii, wanasema kwamba hata katika riwaya pale shuleni zilikuwa zinaangazia mambo mengi tu ya wanasiasa, na baadhi ya wazazi wao ambao tumezungumza nao, mmoja aliniarifu kwamba kuna kitabu kilifahamika kama Government Inspector na kingine kikafahamika kama Shamba la Wanyama. Vitabu hivi viliangazia sana masuala ya utawala wa nchi wakati huo, na hicho kitabu sio cha hapa nchini, japo mambo haya zama zile na sasa yanawiana. Pasi na kupoteza muda, karibieni hapa vijana wasanii, mtueleze, tumeshuhudia mambo ambayo yanaendelea nchini kwa sasa, ikiwa ni kidogo sanaa na mambo ya siasa zinaanza kuingiliana. Jitambulishe kwanza, tuanze na wewe. Kwa majina naitwa Anthony, mimi ni mkazi wa huko Naivasha, na kwa hilo swala la mambo la riwaya na mambo ambayo tunafanya, mimi nilifanya kitabu ambacho kilikuwa kinafahamika kama Kifo Kisimani na Utengano. Hizo riwaya tulipozifanya wakati tulikuwa tunasoma, zilikuwa zinaangazia masuala ya mambo ya usanii na mambo pia ya masuala ya kitaifa, na tulisoma sababu zilikuwa tunasema hizo vitu ni vioo vya jamii, na kwa mambo ambayo tumekuwa tukihusika, imekuwa ni kwamba hii mambo ya usanii imeingiliwa na siasa sana kwa sasa, na hilo ni kitu tunaongea bila uoga.
na kusema kwamba siasa imeingia kwa usanii na inatuumiza, sababu huku chini hatusaidiki na hatufaidiki, na wakituingilia wanafanya mambo yetu inakuwa haitusaidii mwisho. Na tukisema usanii na ambayo tunasema kioo cha jamii, tunaangazia mambo yenyewe tunaona, na tutafanya usanii na tusizuiwe kufanya mambo ambayo yanatufaidisha, na waache kuingilia na kuleta siasa kwa mambo yetu. Asante, wacha tusikie kutoka kwa mwingine. Sanaa na siasa zinaingiliana siku hizi. Mmesema nyinyi ni kioo cha jamii, muziki, sanaa hiyo yote. Kwanza kabisa naitwa Simon Wakaba kutoka Naivasha, na kwanza hili swala ambalo tunazungumzia limeletwa sana kwanza kabisa na Echoes of War. Mchezo ama riwaya ambayo iliweza kuandikwa na Cleophas Malala. So swali ambalo tunaweza kujiuliza, shida ambayo tuko nayo ni kwa sababu iliandikwa na mwanasiasa ama ni kwa sababu inaelezea mambo ambayo ni inaongelea siasa? Na sisi tulikuwa shuleni pia, na kama kwa mfano nilifanya Mstahiki Meya ambao pia ilikuwa inaangazia mambo ya uongozi ambao haifanyiki kutoka kwa county government. Na Kenya tunafaa kusema hata wafanye nini, wasanii hawawezi waacha kufanya usanii, na tunaelezea usanii kwa sababu at the end of the day usanii ndio kioo cha jamii. Kama vile tunasema mambo ambayo tunaelezea ndio inaendelea kwa hii nchi yetu, na ni vibaya sana unapata serikali ambayo inaogopa ama ambayo ina focus na mambo ambayo ni kidogo ambao kama Jugusa alikuwa anaongea about major minor issues ambao tunafaa tukifocus about the university model, but now it is a international activity ambao tunaongelea about the Echoes of War, mchezo ambao pia hauko unazungumzia Kenya, ni another country, but because it is a politician ambaye ameandika na inaongelea uongozi ambao tuko wa saa hizi, ndio imekuwa nao ikiangaziwa kwa Kenya mzima. So tunasema vijana waendelee kuna sanaa, tutaendelea kutumia sanaa kuangazia mambo ambayo inaendelea kwa hii nchi yetu, kwa sababu sisi tunasema ni viongozi si wa kesho, wa sasa hivi. Na kama hatutaweza kupata hiyo uongozi ya hizo viti, tutaweza kukua kwa hizo uongozi kwa hizo viti, tutatumia sanaa kuhakikisha kwamba tuna hold viongozi accountable, na pia kuhakikisha kwamba mambo ambayo inaendelea kwa hii country inafuatiliwa, kwa sababu at the end of the day sisi ndio viongozi wa saa hii, sio kesho. Asante. Haya, dada karibia hapa, jina la kwako, semi zako kuhusiana na mjadala huu. Okay, my name is Florence Edera kutoka Naivasha. And then what I can say, living is an art. So sisi tunatumia art kuleta kupitisha information, and then we are not supposed to kuja kutumika like kutuingilia tukitumia usanii, unaona. So because these things are affecting us, even as youth, yes, leading to unemployment, and we are using this art to to express ourselves. Yes. Asante. So si hatutaki kutumika vibaya. Asante. Yes. Wacha tumalizie na huyu, tusimfungie nje. Sanaa inatumika kwa siasa ama ni mambo iko vipi? Kwa majina ni Gladys Njeri kutoka Naivasha. Sanaa naweza sema inakuwa kioo cha venye iko inchi venye inaenda, society venye iko. So naweza sema waache kutuingilia hata kidogo. Hiyo tu ilikuwa ni venye hata sisi tukua shule tulikuwa tunafanya hizo akina Mstahiki Meya, na zilikuwa zimeandikwa na Ken Walibora, na zilikuwa zinafanana tu na hiyo Echoes of War. So naweza sema waache na watoto, waache waishi maisha yao, tuendelee kufanya kazi. Walioandika waliangalia hali ya nchi vile ilivyokuwa, na bila shaka taasisi ya elimu iliweza kuona kwamba ni vizuri wakaweze kutumia hicho kitabu ama riwaya kuweza kuweza kukutahini wewe. Mambo haya na leo ungelinganisha vipi? Mimi kwangu venye hata tulifunzwa tuambio ni kioo cha jamii. So walikuja kuonyeshana venye iko sahi juu hivyo Echoes of War, kuongea tu kweli ni venye tuko na venye kisiasa tuko. So ni ukweli, ilikuwa kioo ionyeshe kila mtu venye kuko kwa ground. Asante sana. Andrin, vijana ndio hao wanazungumzia maneno hayo, na kama jinsi ambavyo umeweza kusikia kutoka kwao ni kwamba sanaa ni kioo cha jamii, na bilashi wako radhi kuendelea kuzungumzia mambo ambayo yanahusu, hali kadhalika kwa muziki ama kwa filamu na mambo mengine ya ucheshi kama hayo.
Na hicho kitabu ambacho mzazi mmoja wa hawa alinieleza kwamba government inspector, kuna jamaa aliyedhaniwa kwamba yeye ndiye atakuwa mkubwa wa kukuja kutathmini hali ya utendakazi wa serikali, na bila shaka mambo haya kidogo yaliweza kuwa kanganya, na ikadhaniwa ule jamaa anashangaa anaweza kushikwa na hali ya haiba ya juu kivipi, lakini kumbe sio yeye aliyekuwa akidhaniwa kwamba atakuja na ataweza kuwa akipigia msasa serikali. Ni mambo tu ya wasanii wanaweza kufanya lile katika vitabu. Akina Walibora hapo, mwandishi mkubwa hapa nchini, amesikika vile vile akitajwa na hawa, na bila nitakurejeshea kwako mwenzangu ili ukaweze kuendelea kuchanganua swala hili kwa upande wa pili wa studio. Ni hayo tu kwa sasa kutoka Naivasha. Mimi ni Willy Dennis Njiru. Asante sana Willy Dennis Njiru kwa kusema na wakazi wa eneo hilo la Naivasha. Kabla tujarejesha mjadala hapa studioni, tuelekee hadi Kakamega ambapo mjadala huu bila shaka ulianzia kwa sababu aliyekuwa ameandika mchezo wa kuigiza ni aliyekuwa seneta wa gatuzi hilo Cleophas Malala. Tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Violet Auma kwa mengi zaidi. Violet, iwapo unanipata habari za sasa, tunaangazia maadili na fasihi ya kisasa na jinsi ambavyo waandishi na waelekezi wa michezo ya kuigiza wanatumia sanaa hii kama kioo cha jamii. Kwako Violet. Asante sana, tunawakujeni moja kwa moja kutoka kaunti ya Kakamega, hapa ikiwa ni Youth Empowerment Center, sehemu ambayo vijana huja hapa kuweza kujifunza tu mambo mengi katika masuala ya uigizaji ama sanaa. Wanasema kwamba sanaa ama fasihi haswa ni kioo cha jamii, na hivyo basi wengi huja hapa kuweza kujifunza na vile vile kuigiza michezo mbalimbali ili kuweza kutoa mafunzo katika jamii. Hapa niko na baadhi ya wale vijana ambao wamefika hapa kuweza kuigiza masuala mbalimbali, lakini leo tunazungumzia swala ambalo wanasiasa wamekisiwa kwa wamekuwa kuwatumia vijana kwa njia nyingi, hasa katika masuala ya sanaa kujifaidisha ama kujinufaisha kisiasa. Tukirejelea mchezo wa hivi majuzi wa Butere ambao umeweza kuzua gumzo mitandaoni, na hivyo basi niko na vijana hapa. Hebu karibu kidogo, tueleze majina yako. Songeni hapa kidogo tafadhali. Tueleze unaitwa nani, wewe ni mwigizaji ama unafanya sanaa katika njia gani? Habari asubuhi. Kwa majina naitwa Swani Duncan, almaarufu kama Swani the Great. Mimi ni msanii, nafanya theater art kabisa, hivyo na film. Hizo ndo nimebase on. Tukisema kwamba fasihi ama fasihi ni kioo cha jamii, kwako wewe unaielewa kivipi haswa? Kusema fasihi ni kioo cha jamii, pia nitasema sanaa. Sanaa pia ni kioo cha jamii. Huwa tunatumia sanaa muda kwa muda kueleza yale maovu yanayoendelezwa na wanajamii ama yale mazuri yanayofanyika katika jamii yetu. Kwa njia moja au nyingine umewahi tumiwa kama mwana sanaa kuweza kwa mwanasiasa yeyote kuja kunufaika katika kikundi chenu, ama wewe mwenyewe kama mmoja wana artist? Kwa siasa hapo bado sijatumika, lakini kuelezea maovu mengine yanaendelezwa kwa jamii nimetumika. Nikiuliza labda pengine tukirejelea mchezo ambao ulikuwepo wa Butere Girls ambao umezua hisia tofauti miongoni wa Kenya, wanasiasa na vile vile tu wananchi kwa ujumla. Kwako wewe hisia zako ni zipi ambapo inasemekana kwamba watoto wadogo ama vijana wanatumiwa kile kitu ambacho wanasema kwamba ni kumalizia what they call political schools? Kwa kweli nitasema walitumika kisiasa na pia hawakutumika kisiasa. Nitasema walitumika kisiasa kwa sababu ukiangalia yule alikuwa director na scriptwriter Cleophas Malala, inasemekana alitumia Butere Girls kuendeleza political agenda yake. But on the other hand pia nikiangalia hawa ni wasichana wadogo wenye talanta, wanataka tu ile exposure. Shuleni ulikuwa unaigiza? Nilikuwa naigiza mimi. Labda aliyekuwa anaandika michezo ya kuigiza shuleni alikuwa mwalimu ama alikuwa ni mtu kutoka nje? Alikuwa ni mtu kutoka nje. Normally wana outsource, wanatoa nje. Okay, sawa sawa. Wakati wanasema kwamba wanasiasa wanatumia sanaa hasa katika kusettle zile political scores, kwako wewe unakubaliana na masuala hayo ama hukubaliana nayo? Kwa sasa nakubaliana nayo. Kenya sasa inaenda ikikuwa na inabadilika kila siku. Sasa
wanajua asisi jamii ndogo tunasikizwa sana na niseme aje, tunaonekana sana. Sasa tunatumika, naweza sema ni vibaya pia ni vizuri. Lakini pia wanasiasa wanatutumia kuendeleza mijadala yao na masuala ya kisiasa. Sasa kabisa, naomba usonge kidogo nawe tueleze majina yako, hisia zako. Naomba usonge kidogo tu hapo nyuma. Hisia zako ni zipi haswa tunapozungumzia hili swala la wanasiasa kutumia vijana na vile vile watu katika masuala ya sanaa kuweza kusettle political scores? Ukianza kwa majina. Kwa majina ni Malenya Klijason. Mimi ni msanii wa theater na film kwa ujumla. I do it professionally. So mimi naweza sema politically nimetumika. I have been used politically. In the previous elections kuna watu walikuwa wanakuja hapa wanasema wametumwa na wanasiasa. Wanatutumia kwa videos ama wanatupeleka kwa campaigns kule tunasaidiana kwenye campaigns. Si kutumika vibaya kwa sababu to some extent tulikuwa tunapewa angalau marupurupu ya kuturudisha nyumbani ama chakula na chai na nini. Lakini siwezi sema ni kutumika kwa ubaya ama kwa uzuri, lakini tunatumika tu. Hisia zako ni zipi baada ya huo mchezo, mambo yalivyoenda ya Butere Girls? Hisia zako ni zipi kama mwigizaji? Mimi kama mwigizaji, first of all naweza sema Cleophas Malala has directed me. Pale Kakamega High School 2018 na 2019 tulikifanya The Burdens, tukaenda paka nationals. I can say Cleophas is not somebody that writes ndo aende akwaze mtu. Sana kama sisi tulikuwa tunakaa chini, tuna brainstorm na yeye, tunaona wapi tunaweza andika vipi anaweza endaje. Ndo hata hizo intrigues zenye zikikuja politically ndio tunazitumia, but kisanii si tunazitumia tu hivyo openly kukwaza mtu yoyote. General comment kwa huo mchezo. Echoes of War, I can say it was meant to extend Cleophas Malala's political agenda to some extent. Kwa sababu majorly ina refer to some, ukiangalia kwa macho ya mbali unaona ana refer to some political figures in our ongoing country sai. So I can say to some extent it was political. Sasa kabisa, kama ulivyosikia ni hisia tu za wakazi na vile vile vijana hapa katika kaunti ya Kakamega ambao wanahusika na masuala ya sanaa, wakizungumzia na vile vile kudadavua swala hili ambapo vijana wanadaiwa kuwa wamekuwa wakitumiwa kwa njia moja au nyingine katika kuendeleza masuala ya siasa na wengine kuweza tu kuleta mgongano wa siasa hapa nchini Kenya. Lakini yote 9-10 ni kwamba wanasema kwamba sanaa ni kioo cha jamii, nasi basi tunatumai ya kwamba wataendelea kutumia fursa hiyo kuweza kuzingatia masuala mengi tu ambayo yanakabili wa Kenya hapa nchini Kenya, na vile vile maovu na vile vile yale mambo mengine mazuri ya kuendeleza taifa. Narudisha kwako studioni, naitwa Violet Auma. Asante sana Violet Auma, mwandishi wetu wa habari kutoka Kakamega hapo, akisema na baadhi tu ya wasanii na vile vile wanaohusika katika michezo ya kuigiza. Hisia tofauti kutoka katika pande zote za taifa hili, kaunti zote 47, tukijaribu tu kusikia hisia ni za aina gani. Na hapa studioni tunazidi kuchanganua swala zima la maadili na fasihi ya kisasa na jinsi ambavyo waandishi pamoja na waelekezi wa michezo ya kuigiza wanavyotumia sanaa hii kama kioo cha jamii. Turejelee swala la hapo awali, Mwalimu Jasper, nitaelekeza hili kwako. Kuhusiana na jukumu la ni nani atakuwa mwelekezi wa michezo hii ya kuigiza shuleni. Kuna ule mwelekezo au ile handbook ambayo tayari ina zile sheria kwamba ni mwalimu tu ambaye ana nafasi kuwaelekeza watoto hawa pale shuleni. Lakini alivyosema mwenyewe ni kwamba wakati mwingine walimu hawa wanawaita shuleni kwa mwaliko kwa sababu wameona kazi yao, wameona talanta yao na pia wanaamini kwamba wana muda kuliko walimu wenyewe waje shuleni wafunze watoto hawa michezo hii ya kuigiza, mashairi na kadhalika, kama tu njia mojawapo ya fasihi na sanaa. Kwa mtazamo wako, labda kauli yako ni ipi? Najua sheria zipo, ile handbook ipo, lakini what is the reality on ground? Asante Andrin. Ukweli ni kwamba walimu, si walimu wote
wana talanta ambazo zinahitajika, hasa pengine kuweza kuelekeza mchezo ama hata michezo shuleni pale sports. Hasa utapata kuna baadhi ya walimu ndio wana talanta katika sehemu tofauti tofauti, lakini kisha fika sehemu nyingine hawana talanta. Nilikuwa nakupatia mfano pale skuli na kufunza, wazazi wakaja wakasema kwamba tunataka watoto wetu wafunze mchezo wa golf. Sasa pale shuleni hakuna mwalimu ambaye Magongo, naam. Sasa pale shuleni hakuna mwalimu ambaye anaelewa mchezo wa magongo. Sasa inabidi tumtafute mtaalamu wa magongo aje pale shuleni aweze kuwafunza wale watoto. Lakini kwanza huwa tunafanya ukaguzi, ile tunasema ni vetting. Uje huyu mtu ni nani, ametoka wapi, ana vyeti vipi, je ana stakabadhi ya kuonyesha kwamba ana ile police clearance, certificate of good conduct. Na hiyo inafanyika kwa sababu nzuri kwamba lazima tuwe makini sana na watu ambao wanaingia shuleni. Isije ikawa tu umemwalika mtu haujui anatoka wapi, hujui mtazamo wake ni upi, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kuingia shuleni wafunze wanafunzi matumizi ya dawa za kulevya, kuambia mambo ya kupotosha. Lakini muhimu zaidi ni kwamba lazima pawe na mwalimu. Ikiwa pana mwelekezi akija pale shuleni, kwa mfano nikimwalika, lazima mimi mwalimu niwe pale darasani ili niweze kuangalia huyu ambaye ni mwelekezi anawaelekeza vipi hawa wanafunzi, kwa sababu tumepata kuna baadhi ya waelekezi utawaalika pale shuleni, alafu mbali na yale mambo ambayo umewaalika kufanya kule shuleni, wanaanza kufanya mambo mengine ambayo hayafai. Nakumbuka kuwa huyu mwelekezi yeye hawezi akachukuliwa hatua na ile tume ya huduma kwa walimu TSC. Lakini mimi mwalimu ambaye nina TSC namba, ile TSC inaweza ikanichukulia hatua. Kwa hivyo nafikiri si vizuri kusema kwamba wataalamu mbalimbali, iwe ni waelekezi, iwe ni wataalamu, iwe ni wachezaji, kwa mfano wachezaji wa mpira, waje shuleni, lakini ule usimamizi wa shule waweze kufanya ukaguzi, stakabadhi zake, tabia zake na nini kabla ya kumpatia fursa. Kwa sababu wakati mwingine Andrin Kilemi, mimi naweza nikazungumza na wanafunzi. Kwa mfano naweza kuwa patron wa journalism club. Nikawa nawazungumzia wale wanafunzi kila siku, lakini wewe ukija pale shuleni siku moja tu, wale wanafunzi utaweza kugusa maisha yao ikilinganishwa na mimi ambaye nimekuwa nao na pengine ndio naelewa. Lakini wewe ambaye yupo kwenye tasnia, kuna njia fulani utaweza kuwashawishi wale watoto, utaweza kuwatia moyo, na mara nyingi nafikiri kuzoeana na wanafunzi wakati mwingine nafika mahali panakuwa mazoea, wanazoea, lakini wakishasikia kutoka kwa mtu mwingine inakuwa kwamba umewapatia motisha, umeweza kukuza talanta zao. Kwa hivyo hiyo sheria ambayo inasema kwamba hawa ambao si walimu wasiingie shuleni, nafikiri ni sheria ambayo hailengi kukuza mwanafunzi. Kwa hivyo inastahili iangaliwe upya. Kabisa kabisa. Wacha tusikie kutoka kwake Moses ambaye ni mwelekezi wa michezo ya kuigiza, si mwalimu, hana nambari ya TSC, lakini anapata nafasi kuenda shuleni kuwaelekeza wanafunzi katika michezo hii ya kuigiza. Mwalimu hapa amependekeza kwamba si vibaya, si kosa kwa mtu wa nje kuja kuwaelekeza wanafunzi. Lakini je, usimamizi wa shule unafanya ukaguzi kule ambako umekuwa? Ukaguzi huu umefanywa? Kabisa. Na vile vile pia kuweza kumuunga tu mkono ya kwamba wakati ambapo tunatafuta mwelekezi wa kazi fulani ambayo tumeifanya, inaweza kosa kuwa ni ya sanaa, inaweza kuwa ni mambo mengine yoyote yale ambayo ungependa for example tukisema mambo ya kemia, ungependa kupata an expert from the Ministry of Health akuje apige mambo yake 2-3 aonyesha wanafunzi. Sawia inapaswa pia kuweza kuonyeshwa kwa masuala ya sanaa. Maana sanaa, unajua leo naweza jifanya mnyenyekevu, nimetulia, lakini nipe nafasi ya kuweza kufundisha wanafunzi, ndipo unaona my true colors. Na huyu jamaa si alipokuja hapa alikuwa mtu mzuri, alikuwa mtu ambaye amemakinika. So wakati ambapo tunawa involve, shule nyingi hazifanyi utafiti wa waelekezi hawa. Kwa sababu umesikia sifa zake, unamjua, unamuingiza tu kazi na bila kuelewa tabia yake ni ipi, kazi anayofanya ni ipi. Na ndiposa wakati kitu cha kwanza ambacho mwalimu anapaswa kukuambia wewe kama mwelekezi, hebu nione baadhi ya kazi ambazo
umezifanya. Hebu nione shule ambazo umetrain na vile tu alivyokuuliza shule yenu ilifika wapi? Hebu nieleze shule yenu uliokuwa unaielekeza ilifika hadi kiwango kipi? Ndipo sasa tutaweza kuwa mwalimu hata atakuwa na ile imani ya kuweza kukupatia kazi. Lakini hatuwezi sahau kwamba baadhi ya waelekezi huteleza. Nimeingia kwenye shule ya wasichana na nimepewa kazi ya kuweza kuwafundisha na kuwaelekeza. Nimeanza kupiga kazi, wiki ya kwanza imeflow vizuri. Lakini wiki ya pili tunaanza kuinvolve story ya costumes. Sasa wanapaswa kuvaa namna fulani, wacheze namna fulani, kisha unajua akili inaanza kupotoka. Ndipo sasa tunaanza kusema kwamba kuna wakati mwingine Andreen kwamba kioo kinaweza kuchafuka. Yes, mimi nilikuwa na intention nzuri za kuweza kufundisha hawa, ndipo sasa niweze kusema kwamba fasihi ni kioo cha jamii. Lakini tunajua kwamba wakati mwingine kioo kinaweza kuwa kichafu. Kioo kinaweza kuwa ni kioo ambacho kimepasuka. Je, wale watu ambao wana expect kuona matokeo ya hiki kioo cha jamii watakiona ikiwa kioo hakioni vizuri, akileti ile picha vizuri, je wataweza kukipata? So hapo ndipo swali linatokea ya kwamba tumewapatia nafasi, kwa hivyo we must maintain high standard of discipline. Na kwa hivyo basi mstakabali ni upi, mwelekeo ni upi iwapo tunakubaliana hapa mezani kwamba ndiyo handbook ipo, sheria zipo, lakini walimu hawana muda, wengine hawana talanta, na hivyo si kosa kumuita mtu wa nje kuja kuwafunza watoto. Lakini anapokuja kioo kinachafuka au kinapasuka. Kwa hivyo kinapopasuka au kinapochafuka, basi hatua ni ipi ambayo tunastahili kuchukua au ni ipi ambayo inastahili kuchukuliwa? Kweli hatua ni moja. Hata nyumbani kwako wakati kioo ni kichafu unafanya nini? Unakipanguza. Wakati kioo kimepasuka unafanya nini? Unatafuta kingine. Kwa hivyo iwapo huyu aliteleza, inamaanisha kwamba ana ile heshima ya kazi yake, ana ile tajriba ambayo inahitajika kuweza kufanya kazi yake. Kwa hivyo it's a learning experience. Of course sasa tunaendelea kujifunza pindi tu muda unavyosonga. Kwa maana nimekuwa na tetesi kwamba mimi nilifanya kazi mbaya, kwa hivyo next time hata mwalimu afanye namna gani hawezi fanya nini? Hawezi nirudisha. Kwa hivyo mimi kama mwalimu nitafanya namna gani? Nitatafuta yule ambaye ana sifa nzuri, ndipo kazi iweze kuendelea. Tunapojadili kuhusu fasihi ya kisasa, manake kuna masuala mengi ambayo yameibuka. Hapo awali kulikuwa na social interaction na wanafunzi ama wale watu iwapo ni wa jinsia tofauti, kulikuwa na ile heshima ya interaction. Hivi sasa tunaangalia kwamba kuna masuala ya kisasa ambayo yanaibuka, na mengi ambayo yanaibuka kwa sasa, wengi wamepoteza heshima ya masuala ya fasihi. Inamaanisha kwamba watu wengi watataka kuweza kuelekeza jinsi ambayo online trend itanifaa. And that is why tukienda kwa kurecord, watu wana record jinsi walivyokuwa wanapanga set, wanafanya mambo yao, ndipo waweze kutrend. Mtu anaandika kazi safi kabisa, ndipo nini ifanyike? Watu wa online waweze kumuita kazi. So tukisema masuala ya kisasa inapotosha sana, maana yake hatufanyi kwa makusudi ya kuelimisha jamii, kuionyesha kuleta ulingo wa kazi ya fasihi, bali tunaileta kwa sababu tunataka watu waweze kuona kazi yetu inatesa online. Naam, shukran sana. Mwalimu Jasper, nirejeshe kwako, manake tunaangazia fasihi na maadili. Najua kwamba kuna kistari chembamba sana kati ya kuhamasisha na kuchochea. Kama vile ulivyoanza katika mazungumzo yako kwamba fasihi haistahili kueneza propaganda, haistahili kueneza chuki. Kwa hivyo hiki kistari chembamba tu kati ya kuhamasisha na kuchochea, kinajitokeza vipi katika kazi ya fasihi? La muhimu zaidi ni kuangalia lengo. Mwandishi unapoandika kazi ya fasihi lazima uwe na lengo, si kuandika tu. Sasa hilo lengo litaweza kudhibitika wakati ambapo mtu unasoma kazi ya fasihi. Ukijaribu kusoma ile kazi ya fasihi, je, unaweza ukaona kwamba mwandishi alikuwa na lengo gani? Mara nyingi fasihi inatumika kuelimisha umma, kuweza kufahamisha umma kuhusu masuala mbalimbali. Kwa hivyo pale ambapo mwandishi ataandika kazi kwa lengo la kuchochea, na tuna taasisi ya ukuzaji mitaala nchini, kwa mfano KICD, utaweza kupata kwamba KICD huwa inasema kwamba vitabu lazima viweze kupitia kule vikakaguliwa kuona ikiwa vinaweza kufikisha kiwango ambacho kinahitajika. Kwa hivyo tuna hiyo taasisi ya KICD, lakini pia si vitabu vyote ambavyo vitakwenda kule kwenye KICD. Kuna mtu ataamua leo Andreen akaketi chini akaandika kitabu akakichapisha,
alafu pengine kikawa kimeenda kule shuleni, wanafunzi wakawa wanasoma. Na hapo ndo sasa tunahitaji usimamizi wa shule kuweza kuangalia, je, hawa wanafunzi wanasoma nini kule skuli, na pia mwalimu wa darasa yule tunasema ni class teacher ama hata yule subject teacher ambaye anafundisha masomo mbalimbali. Anaweza kuwa anapita pale darasani kuona, je, hawa wanafunzi ambao tunasema ni mateenager hawa ambao wamebalea ama kuvunja ungo, na unapata wakati huo ndo mwanafunzi anaweza akawa anapotoka maadili kwa urahisi sana. Kwa hivyo usimamizi wa shule kupitia kwa naibu wa mwalimu mkuu, kupitia kwa walimu, wanaweza pia wakawa wanaangalia watoto wanasoma nini. Vile vile pia pakawa na nasaha za walimu. Kwa mfano mimi mwalimu wa Kiswahili ninaweza nikawaelekeza wale wanafunzi nikamwambia kwamba ukitaka kusoma vitabu vya Kiswahili vya fasihi unaweza ukasoma vitabu vifuatavyo, kumuelekeza yule mwanafunzi ili asije akapatana na kitabu ambacho akikisoma basi kinakwenda kinyume na maadili ya jamii, kwa sababu hiyo itakuwa inapotosha yule mwanafunzi. Naam. Tofauti iliyopo kati ya watoto wa sasa, manake ni fasihi ya kisasa tunayozungumzia, na sisi sasa wa awali. Manake iwapo nakumbuka vizuri, kitabu cha Kifo Kisimani kilikuwa na lengo kama hiki cha Echoes of War. Kwa sababu pale kulikuwa na Mtemi Bokono, kulikuwa na askari 1 na askari 2 ambao walikuwa wanatofautiana, lakini wakati huo haungepata watu wa umri mdogo kama vile ambavyo tuliwaona wasichana wa Butere Girls wanajitokeza kimasomaso, wenye ujasiri, wanaimba tu wimbo wa taifa na wanasema kwamba hatufanyi chochote bila mwelekezi wetu. Kwa hivyo tofauti kati ya kisasa na awali. Zamani. Ukiangalia kizazi cha sasa tunasema ni kizazi cha Gen Z. Ni kizazi ambacho kina ujasiri kilinganishwa na kizazi cha zamani. Ukiangalia wakati ambapo mwaka uliopita mwezi wa Juni tarehe 25, ukiangalia hata wakati polisi pale bungeni walipokuwa wanapiga risasi, wao walikuwa wakisimama tu, hawakuwa na uoga. Kwa hivyo tuna kizazi ambacho kimepevuka zaidi, kinaelewa haki zake na kipo jasiri na tayari kutetea haki zao. Na pia kutokana na katiba yetu ambayo tunayo sasa hivi, kuna uhuru ambao watoto wanapewa pia. Uhuru wa kujieleza ni uhuru wa watu wazima, vile vile pia ni uhuru ambao watoto wanao, kwamba wana haki za kujieleza. Kwa hivyo tofauti ni kwamba kizazi cha sasa pia kimeweza kupata maarifa mengi, a lot of information. Si kama zamani ilikuwa kwamba baba pekee ndiye ana redio anasikiliza peke yake saa moja alafu anazima. Lakini kizazi cha sasa kipo kwenye TikTok, kipo kwenye mtandao, kipo kwenye Facebook, kipo kila mahali. It's a woke generation. It's a woke generation. Na pia wanapata a lot of information. Kwa hivyo nafikiri viongozi wa sasa ni kama wanaishi katika enzi za zamani. Wanafikiri kwamba wanaweza wakandamiza watoto, wanaweza wakawazuia kuweza kuelewa mambo fulani, kuona mambo fulani, kuigiza mambo fulani. Nafikiri ni wakati ambapo viongozi wa sasa wanafaa kuelewa kwamba kizazi hiki ni tofauti kabisa. Naam. Na nitakuwa narejea hapa studioni baada ya kutoka Voi, tuangalie sasa, baada ya kusema kwamba kizazi cha sasa ni kizazi ambacho ni jasiri, ni kizazi ambacho kinajielewa. Tutakuwa tunaangazia sasa jukumu la waandishi wenyewe, waelekezi, na hata hao wanasiasa ambao wengine ni waandishi na jinsi ambavyo wanatumia kazi hii yao katika kizazi hiki ambacho tayari kimepevuka. Tuelekee katika kaunti ya Taita Taveta, mji wa Voi. Tuungane naye mwandishi wetu wa habari Julius Mariki, ambaye pia atakuwa anasema na wakazi kutoka katika eneo hilo kuhusiana na fasihi ya kisasa na maadili. Mariki? Na shukrani sana studioni, na leo kwenye mjadala wetu wa siku ya leo basi nimeweza kutembea hapa mjini Voi na kutafuta mmoja wa wale ambao ni waelekezi wa kikundi cha Vigogo Media, ambao ni kundi la kuigiza kwenye kaunti ya Taita Taveta. Tuko naungana naye, anajiita Babaji, atakuwa anajitambulisha, pengine au jitambulishe tu kwa manufaa ya mtazamaji na kisha utueleze, je, unahisi ni vyema wanasiasa kutumia vikundi vya kuigiza kuweza kusukuma ajenda zao? Kwa majina mimi naitwa Elkana Faida Mwangemi, ama kwa jina la uigizaji sinema Baba Junior. Mimi ni marketing director Vigogo Media, ambao ni sisi ni waigizaji sinema, fanya mambo mengi ya usanii. So swali ambayo umeniuliza kwamba
wanasiasa ni vizuri kutumia waigizaji sinema ama vikundi vya sanaa katika ajenda zao kusukuma, nasema ni vizuri, lakini naye waangalie, wanasiasa watumie vikundi ambao ni above 18. Yani watu ambao wamekomaa. Hata ukiangalia kwenye filamu ambazo zinaonyeshwa kwenye TV, filamu ambazo zinaonyeshwa mahali fulani, lazima zikupite kwenye Film Board of Kenya. Ziangaliwe hizi za under 18, under 12, under above 18. Yani ni vitu ambazo lazima ziangaliwe kulingana na viwango vya serikali vile wameweka. Na tukizungumzia hilo, pengine unahisi basi kutumia mbinu gani kama mwanasiasa mfano amekuja kwenu, je, mtakuwa mnampokea kwa njia gani kusukuma ajenda yake au support? Kumbuka bado kuna ile swala ya kwamba unapatia uwezo vikundi kama vyenu. Je, mtakuwa mmejidhibiti vipi? Mnazo sheria ambazo zimeweza kudhibiti masuala kama haya? Sisi kusema kweli katika sheria ziko kudhibiti masuala kama hayo. Kama kuna mwanasiasa anataka kuja kusukuma ama kusaidia vikundi kwa aina zote, ameandika play, anataka tuisukume, lazima tukitake chini tuiangalie na ipeleke tena kwenye Film Board iangalie kweli hii inastahili. Kwa sababu kuna wakati hata filamu, hata muigizaji sinema, wanasanii, kuna wakati washaifanya mambo yao kama ile mbara, kuna wakati kuna dance, vitu kaleta shida na serikali. So wakileta saizi agenda zao, huwa tunaangalia, je, hii inaenda kulingana na sheria za Kenya? Na kama haitaweza tunawaachana nayo. Sasa ni kama tunasema kwamba acha nigusie kitu moja ambayo najua bado hujaniuliza kuhusu ya Butere juzi. Tumeona kwamba ule bwana kutumia hii kitu inaitwa Echoes of War, anaenda kupatia students ambao wanaenda kwenye drama. Ile kitu ilikuwa ni agenda zake za kisiasa. Na ile ni makosa. Kwa sababu gani? Wanafunzi tayari wahusishi kwenye siasa. Sasa kitu angefanya ni kwamba angetafuta vikundi hata toke nje ya Kenya, atafute waigizaji sinema ambao wamekoma, aanze kuweka ile agenda yake. Lakini si kutumia wanafunzi. Hata sisi wenyewe kama Vigogo Media tunaangalianga hii play inafaa wanafunzi. Hii play ni ya mtoto. Kwa sababu lazima tuende kulingana na katiba na kulingana na sheria za Kenya. Na kwa sekunde chache tu pengine utueleze kama Vigogo Media mnaigiza michezo ya aina gani, na je mnaigiza shuleni, na shuleni ni mafunzo ya aina gani mnapeana? Kusema kweli kama Vigogo Media sisi mara nyingi tunaigiza shuleni, na shuleni mara nyingi tunapeleka comedy. Kuna comedy ambazo unaweza kuona unapeleka shuleni, watoto wacheke. Hata kuna wakati tunapeleka tunafanya hizi set books. Tunafanya wakati mwingine tunahitaji katika filamu zetu ambazo kama ni comedy ama kama filamu zetu wakati mwingine kama ni mambo ya kuigiza sinema, tuko na mchezo fulani, tunaita wanafunzi ama tunaangalia watoto wa shule, huyu mtoto anaweza kuingia kwa hii role fulani. Lakini tunaangalia tena kulingana, kwa sababu kuna kitu inaitwa minors, kuna kitu ambayo inaitwa under 18. Lazima uangalie huu mchezo, jamani, huu kweli unastahili mtoto. Sasa lazima Asante. Nashukuru sana Baba J. Na ukisikia basi ni mmoja wale ambao waelekezi Baba J akitueleza tu kuhusiana na swala zima hili la kuigiza na swala nzima pia la kuhusisha wanasiasa. Naregesha kwako Sukani studioni kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Asante sana Julius Mariki, bila shaka hali ni tofauti pia, hisia ni tofauti pale katika mji wa Voi kuhusiana na jinsi ambavyo waandishi wanatumia kazi yao kama kioo cha jamii. Na sasa turejeshe hapa studioni. Nilikuwa nimesema kwamba tukirejea tutakuwa tunaangazia majukumu ya waandishi, kwanza kabisa walimu, na sasa hata wanasiasa ambao kando na kuwa wanasiasa pia wana talanta, na jinsi ambavyo wanatumia kazi zao kama kioo cha jamii. Na tayari mwanahabari mwenza Julius Mariki amemuuliza yule bingwa pale katika mji wa Voi, je, jinsi ambavyo watu wanatumia kazi hizi za sanaa na hata kuwahusisha watoto katika kuendeleza ajenda zao inakuwa vipi? Hapo sasa pia tunaangalia usimamizi wa shule. Unajua Andrin, kabla mchezo wa kuigiza, kabla wanafunzi wa kwenda kule nje kuigiza, lazima pawe na ile kwa Kiingereza tunasema ni dress rehearsal. Kwamba usimamizi wa shule utaketi kwenye ukumbi, watazame huo mchezo kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ikiwa kuna sehemu ambayo wanaona kuna taklifu fulani ama wanaona kuna tashwishi fulani, basi wataambia yule mwelekezi ama mwalimu, tunaomba uweze kukosoa, uweze kufanya marekebisho katika mchezo huo. Kwa hivyo nafikiri, sijui kama mchezo wa Butere, sijui hapakuwa na dress rehearsal. Lazima pawe na dress rehearsal ili isije kwamba mchezo umefanyika, watoto wamekwenda kule nje,
wewe kama msimamizi wa shule haujui kile ambacho watu wanazungumzia. Kwa hivyo kuna haja ya usimamizi wa shule kuwa makini zaidi na kile ambacho wanafunzi wanawasilisha kule shuleni. Na jinsi ambavyo nilikuwa nasema, lazima pawe na ukaguzi, ile tunasema ni vetting. Wakati ambapo kuna hii michezo ya kuigiza, shule inaweza ikaweka tangazo kule nje kwamba tunatafuta mtu ambaye anaweza akawaelekeza wanafunzi wetu. Kwa mfano Butere Girls, ndio najua aliyekuwa seneta Cleophas Malala ana tajriba pana, lakini pia wanaweza wakawapa waelekezi wengine fursa kutegemea na ile tajriba yao ili kuweza kuwaelekeza wale wanafunzi. La muhimu zaidi, nafikiri lazima pawe na mwongozo kutoka kwa Wizara ya Elimu. Mwongozo huo uwe unazungumzia hawa ambao si walimu, kabla shule iweze kuwashirikisha katika mambo yao, ikuwe ni michezo ya mipira, ikuwe ni michezo ya kawaida ya kuigiza, pawepo na some requirements ambazo wanafaa kuwa nazo. Na pia shule iwe na utaratibu wake wa kuweza kuangalia huyu ambaye tunamchukua ana jinsi ambavyo tumesema kiwango chake cha elimu, kwa mfano nini ambacho kitafanyika ikiwa kutakuwa na ukiukaji wa maadili, kwa sababu huyu hajaajiriwa na tume ya kuajiri walimu, yeye ametoka kule nje. Je, pale ambapo pana utovu wa nidhamu ni hatua gani ambayo itachukuliwa? Nafikiri kuna hilo pengo. Kwa hivyo pana haja ya kuwa na mwongozo ambao utaelekeza hiyo hali kwamba hawa ambao si walimu wataweza kuwashirikisha vipi walimu na shule mbalimbali. Mtazamo wako kuhusiana na hilo Moses? Alivyotaja kulingana na swala la kuweza kuwashirikisha waelekezi na majukumu ya waelekezi, walimu na pia wakuu wa hizi shule. Maanake kuna kipindi ambacho tuliweza ku-experience kwamba mwalimu mkuu wa shule anakuja anauliza, hawa ni watu wetu kweli? Unajua wamepiga kazi sana, hawa ni watu wetu, sijawahi waona. Kwa sababu wakati ambapo wanafunzi hawa walikuwa wanafanya rehearsal zao haukuwepo, wakati ambapo walikuwa wanajitayarisha hata kwenda jukwani haukuwepo. Kisha wanaenda wanapiga kazi nzuri ama wanaharibu kazi. Kesi inarudi back to the school. Inakuwa vigumu sana hata mwalimu kujieleza. Maanake hana hata kopi, hana hata ujuzi kwamba ni nini kilikuwa kinafanyika. Kwa hivyo jukumu la kwanza la walimu ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wake wapo tayari kuweza kumakinikia kazi na wapo imara kuweza kufanya yale ambayo wanaelekezwa. Pia jukumu kubwa la waelekezi ni kwamba unapaswa kugundua kile ambacho kilikuleta pale shuleni. Ya kwanza nilisema hapo awali kwamba heshima inapaswa ikuwe ya hali ya juu. Heshima kwa walimu ambao unatangamana nao na heshima kwa wale watoto ambao unatangamana nao. Maanake wengine pia nyumbani kwao wameharibika kabisa. Kwa hivyo unapokuja wanaona kwamba huyu unajua si mwalimu, huyu unajua tunaweza fanya mambo na yeye. Maanake wameona sura tofauti. Kisha tukisha gundua kwamba mwelekezi ana kazi hii. Cha kwanza ni mwelekezi ana kazi ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wake ama waigizaji wake wapo imara na wapo tayari. Kisha baadaye yeye jukumu lake kubwa ni kuhakikisha kwamba hakuna doa katika maandishi yaliyoandikwa na mwandishi yule aliyeandika. The reason as to why Cleophas Malala na trend ni kwamba wamekuwa na historia. Si mara ya kwanza tumeshuhudia hili swala likitokea. Hapo awali mwaka 2013 tulikuwa na Shackles of Doom. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu nahisi kwamba Cleophas alikuwa amejitayarisha. Alijua kwamba nitakapoandika tena nyingine Kenya kwanza itanihisi. Naam. Shukran. Tupate kauli za mwisho. Tuanze naye Mwalimu Jasper. Naam, Andrin, kulikuwa na waandishi nilikuwa nimetaja awali. Kina Abdulatif Abdalla ambao waliandika kazi zao na zikachangia wao kuwekwa gerezani kwa muda mrefu. Wengine wakafutwa kazi, wengine hata wangepata kazi katika vyuo vikuu kwa sababu waliandika kazi ambazo zilikuwa zinaigonga sana serikali. Mahali ambapo tumefika Kenya ya sasa, mahali ilipo, langu ni kuwatia moyo waelekezi, kuwatia moyo waandishi, endeleeni kuandika, tusije tukaogopa. Juhudi za wenzetu wa awali angalau zinazaa matunda sasa hivi. Kwa hivyo tusije tukaogopa kutokana na pengine mtutu wa bunduki wa serikali, lakini tuendelee kuandika kwa sababu tunahitaji kesho iliyo nzuri kwa kizazi chetu. Kwa hivyo tuendelee kuandika, tusiogope. Kesho iliyo nzuri kwa kizazi chetu. Kauli yako ya mwisho, mwelekezi wa michezo ya kuigiza.
Asante sana Andrin kwa nafasi hii ya kuweza kuvusha sauti kuhusiana na masuala haya, na ninahisi kwamba Music Festival it's just around the corner. Tutaweza pia kuelekeza zaidi na zaidi za shule ambazo zipo tayari. Cha msingi ni kwamba yule ambaye anatazama sasa hivi tusiwe na hamu ya kuweza kuwahukumu waelekezi, na pia tusiwe na hamu ya kuweza kuwahukumu wale ambao wanaandika, bali tuweze kusimama imara kwa mvuto wa fasihi zaidi na zaidi. Kama ni kioo cha jamii, basi kiweze kuwa kioo ambacho ni cha msingi zaidi kuweza kusaidia jamii. Hawa ni watoto na hawa ni watu wadogo sana, hawajafahamu misingi ya jamii, lakini watakapokuwa wakubwa kuna ile hali utakumbuka kwamba kuna vitu ambavyo tulivifanya. Kwa hivyo tuweze kukosoa kwa busara. Naam, asante sana Moses Okech, ni mwelekezi wa michezo ya kuigiza. Shukrani sana Jasper Ondimu, ni mwalimu wa fasihi. Nitakualika uzungumzia wanafunzi wangu inshallah. Haya, iko kwenye rekodi kabisa. Na nina witness hapa. Naam. First time. Haya, mimi sina la ziada mtazamaji, ninatia kikomo kwa sasa, lakini baada ya dakika kama 8 hivi nitakuwa ninarejea papa hapa kwa taarifa zetu za saa 7 mchana. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, kwa heri kwa sasa. Lakini ushindi mkubwa sio kawaida. Jitose ndani ya Mozart Casino Jackpot. After kila spin, kuna chance ya kuwin. Spin popular games kama Lucky Ladies Charm, Explore Mysteries, A Book of Ra, and many online casino games upate chance ya kuhit Mozart Casino Jackpots zikiwemo Bronze, Silver, Gold, Platinum na the biggest Diamond Casino Jackpot. Kila moja ni mshindi kila mahali, uwe vijijini, mashinani au mtaani mjini. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home, do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water? Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50, going upwards, once a year, please go see a doctor.
Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge